Spika, sasa naomba nijibu swali la Mheshimiwa Suleiman Mohamed Rashid, mbunge wa Mwera. Mheshimiwa Spika, mitihani ya kidato cha 4 na 6 ni mitihani muhimu ambayo usahihishaji wake hufanyika kwa baadhi ya walimu kukusanywa katika vituo maalum kwa ajili ya jukumu hilo, unaozingatia muda maalum, usalama, usiri, mazingira wezeshi na ubora wa kazi. Mheshimiwa Spika, stahiki za walimu wanaosahihisha mitihani ya taifa ya kidato cha 4 na 6 hulipwa kwa kuzingatia miongozo ya usahihishaji wa mitihani kwa kipindi husika. Ili kuleta ufanisi wa kazi hiyo, miongozo hiyo imeendelea kuboreshwa mara kwa mara. Serikali itaendelea kuboresha maslahi na stahiki za walimu katika usahihishaji wa mitihani ya taifa ili kuimarisha na kuongeza ufanisi wa kazi hiyo. Mheshimiwa Suleiman Mohamed. Asante Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri, lakini pamoja na majibu hayo, swali, je, serikali haioni haja kuandaa mwongozo wa dharura wa maboreshaji ambayo utaweza kuzingatia kulipwa kwa posho la kujikimu pamoja na posho maalum kwa walimu ambao wanasahihisha mitihani hiyo? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako naomba nijibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikiboresha maslahi ya walimu wanaosahihisha mitihani kulingana na upatikanaji wa fedha, ambapo pamoja na posho wanazolipwa, serikali pia hulipa malazi, chakula, matibabu wakati wote wa kazi. Lakini pia Mheshimiwa Spika, hata hivyo ushauri wa Mheshimiwa mbunge tumeupokea. Asante. Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia na Habari. Mheshimiwa Condesta. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi. Sasa niombe swali langu namba 19 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Spika, kwa vile naamini mara yangu ya kwanza, nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa imani yake kwangu na kuniteua kuwa msaidizi wake kama naibu waziri wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Napenda niahidi kwamba nitafanya kazi hii kwa uaminifu mkubwa, kwa weledi, kwa nguvu zangu zote na akili yangu yote. Baada ya utangulizi huo, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Condesta Michael Chale, mbunge wa Momba, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa upatikanaji wa huduma za mawasiliano kwa gharama nafuu kwa wananchi. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari pamoja na taasisi zake za Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote na Shirika la Mawasiliano Tanzania imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha huduma za simu, internet na data zinakuwa rafiki kwa wananchi. Hatua zilizochukuliwa ni pamoja na zifuatazo: kusimamia ushindani wa haki miongoni mwa kampuni za simu ili kuchochea ubunifu na upatikanaji wa vifurushi vya gharama nafuu vinavyokidhi uwezo wa wananchi, kufanya mapitio ya gharama na tozo mbalimbali ili kuhakikisha utozaji unazingatia gharama halisi za huduma na kumlinda mlaji wa mwisho, kuhimiza matumizi ya miundombinu ya pamoja ili kupunguza gharama za uendeshaji, na kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano ikiwemo mkongo wa taifa wa mawasiliano, minara ya mawasiliano maeneo vijijini na sio na mvuto wa kibiashara, pamoja na ujenzi wa vituo vya kuhifadhi data. Hatua hii inachangia kushuka kwa gharama za huduma, hususan internet ya fiber majumbani na maofisini. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kufuatilia mwenendo wa soko na kuchukua hatua stahiki za kisera na kikanuni ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za mawasiliano kwa gharama nafuu na sekta inaendelea kuchangia maendeleo ya uchumi wa kidijiti nchini. Mheshimiwa Condesta.